nimeshikilia. Niendelee hapo ama nibadilike? Wengi walidhani ni mzaha, wengine wakaamini kuwa haitawezekana, lakini hatimaye ikafanyika tena kwa njia salama. Babu Owino, Senator Edwin Sifuna pamoja na Governor wa Siaya James Orengo walikutana katika mkutano mkubwa uliofanyika Busia. Mkutano uliwavutia umati mkubwa wa wananchi. Mkutano huo haukuhusisha viongozi hao watatu pekee, bali pia ulijumuisha viongozi wengine kutoka maeneo mbalimbali nchini, hali iliyoashiria uzito na umuhimu wa mkutano huo wa kisiasa. Akizungumza katika mkutano huo, Senator Edwin Sifuna aliwahakikishia wananchi kuwa atasimama nao bega kwa bega licha ya madai ya kuwepo kwa mipango ya kumuondoa katika chama au hata katika wadhifa wake. Sifuna alisema yuko tayari hata kupoteza maisha yake, lakini hatakubali kushuhudia maovu yakitendeka na kisha kuunga mkono serikali kimya kimya. Unasema hapo iko sawa? Hapo iko sawa? Mimi nataka niape mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele yenu kama wadosi wangu, mahali nimeshikilia sibanduki, kwa sababu baba hakulea watu waoga. Baba alikuwa anasema kama ni kutuua watuue, lakini tutaenda tuongee ukweli kila siku. So adesese bahanjira bana bwewe omundu mulala Sifuna ino kusika ukubaha ya kweli, nyinyi mnaweza kushinda kunisika bwana. Kwa hivyo wale wanasema wataua Sifuna, watu wa Busia waambieni muko tayari, mnajua mpaka nyumbani, si ndio? Hatutatishwa na mtu yoyote. Wanakataa kulipa hata private universities pesa ya capitation. Wanasema Sifuna anyamaze ama nitafurushwa kama katibu mkuu wa chama cha ODM. Haya, Busia taya kukula. Kwa upande wake, Babu Owino alipokelewa kwa shangwe na vifijo kutoka kwa wananchi. Katika hotuba yake, Babu alionyesha wazi kuwa yuko tayari kuchukua jukumu la uongozi ndani ya chama cha ODM. Alisisitiza kuwa maandamano ni muhimu katika taifa la kidemokrasia na yamechangia mabadiliko makubwa hapa nchini, ikiwemo kupigania na kulinda katiba ya Kenya. Na tunasema baada ya baba, kwa ajili ya hiyo na kwa sababu ya hiyo, tunataka tuambie Wakenya wote na wanabusia ya kwamba hii ODM ya saizi, hii ODM hatuijui, kwa sababu hii ODM saizi ni ya wanabiashara. Saa zile wanaenda State House, wamewacha mama mboga wapi? Wakienda State House kuchukua pesa, vijana wako wapi? Wakienda State House kufanya usherati huko, vijana wako wapi? Wanatuambia raundi hii hawawezi enda maandamano. Wacheni niwaulize wananchi wa Busia, nini ilifukuza wazungu hapa Kenya? Nini ilifukuza wazungu hapa Kenya? Nini ilileta multipartyism? Nini ilileta multipartyism? Nini ilitupatia katiba mpya? Nini ilitupatia katiba mpya? Nini ilifanya Gen Z aende? Nini ilifanya Ruto akimbie kwenda kutafuta Raila? Nini ilifanya Ruto akimbie kutafuta Raila? Nini imepatia Mbadi kazi? Nini imepatia Wandai kazi? Nini imepatia Paranya kazi? Nini imepatia washenzi kazi? Maandamano mzuri mbaya, maandamano mzuri mbaya. Nione kwa mkono wale wanasema tutaenda maandamano. Naye Governor James Orengo hakubaki nyuma, ambapo alikashifu vikali serikali ya Rais William Ruto, akilaumu kwa kushindwa kuheshimu misingi ya demokrasia na utawala wa sheria. Wangapi wamekubali chama cha ODM? Wamesababisha kifo ya Gen Z wengi hapa Kenya. Mimi najua hapa Busia kuna karibu watu kutoka Busia, karibu watu 15 ambao waliuliwa
wakazikwa, wengine wakazikwa mpaka Siaya, na tunasema hivi. Huo ndio mwisho wa habari hizi kwa sasa, ila usiende mbali, manake tunazidi kufuatilia habari hizi, na iwapo tutapata geni, bila shaka tutakuwa tukikujuza. Thank you for choosing Kenado Media as your primary news platform. Kwa kuendelea kutazama video zetu, tunatutia moyo kufanya utafiti na kukuandalia taarifa kutoka kote duniani. Cha kufanya wewe ni kusubscribe, kucomment, kulike na kushare kwa watu wengi zaidi. Kenado Media, home of trends.